Naam, mpenzi wa Mwananchi Digital, niko na mchambuzi, mchezaji wa zamani wa timu za Simba, Yanga na Azam, lakini mchezaji wa zamani pia wa timu ya taifa ya Tanzania Amri Kiemba, lakini pia kitaaluma ni kocha ambaye anazungumza naye hapa kuhusiana na mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu zaidi, ni wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Dar es Salaam Yanga Afrika dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco, utakapigwa Jumamosi kuanzia saa 4 kamili usiku. Amri Kiemba, kwanza ni mchezo wa aina gani? Ni mechi ambayo inakutanisha timu hizi ambazo zilikuwa na pointi sawa katika group B, pointi zote 5. Niweza kusema ni mechi ya finali kwa Yanga ama nini ambacho tunakitarajia katika huu mchezo? Ni mechi ya finali, si kwa Yanga peke yake, ni kwa timu zote mbili ambazo zinacheza. Ukiangalia ni timu ambazo zinalingana alama, kitu ambacho kinawatofautisha mpaka sasa hivi ni pale walipokutana nini kilitokea. Kwa hiyo Yanga ana faida ya kuwa nafasi ya pili kwa sababu alimfunga AS FAR Rabat kwa goli 1-0. Kwa hiyo ni mechi ambayo kama mmojawapo atapoteza mchezo huo, ina maana atakuwa ameua kabisa ndoto zake za kwenda kwenye hatua inayofuata, hususan kwa sababu kama Yanga atashinda, ina maana tayari atakuwa amemfunga mara 2 AS FAR Rabat. Kwa hiyo AS FAR Rabat hata akishinda mechi ya mwisho na kufikisha alama 8 ambazo Yanga atakuwa ameshazifikisha, bado kwenye head to head atakuwa amepigwa. Kwa hiyo ni finali, na kama Yanga atapoteza ni vile vile pia, lakini kama Yanga atapoteza kwa idadi inayozidi goli 1, kwa maana tofauti ya mabao ikiwa ni goli 2, akipoteza kwa 3-1, 2-0, atakuwa na yeye amejitoa kabisa kwenye mbio za kuelekea robo finali. Kwa nini? Kwa sababu mechi yake ya mwisho na yeye atafikisha alama 8. Sasa wakiwa wote wamelingana alama, kinachofuata ni nyie mlipokutana nini kilitokea. Kwa hiyo unaweza ukaona umuhimu wa huo mchezo kwa timu zote mbili. Kwa hiyo Yanga kama klabu ambayo inatokea hapa kwetu, ndio ambao tunaweza tukaijadili kwa kina kuona namna gani inaweza ikaendelea kupeperusha bendera ya nchi. Kwa hiyo kwa Yanga ili kuendelea kusurvive inahitaji walau alama 1 kwenye mchezo huo, au kama itapoteza basi isipoteze kwa tofauti ya kubwa ya mabao. Kwa maana kama inapoteza basi iwe ni bao 1 tofauti, hata kama ni 2-1, 3-2, 4-3, lakini iwe ni hiyo ya tofauti ya bao 1 ili kuweze kufuata mchakato mwingine, kwa sababu mkilingana kwa point inaangaliwa mlipokutana nani alikuwa mshindi wa jumla, kwa maana alishinda kwa either kwa mechi zote au kwa idadi ya magoli. Mkitoka hapo mnakwenda kwenye nani amefunga magoli mengi kwenye kundi, yaani kwamba wanatoa kwanza magoli ya kufungwa na kufungwa. Mkilingana inaangaliwa nani alifunga magoli mengi. Kwa hiyo unaweza ukaona wanaweza wakaupushi mchakato kwenda kwenye hatua zingine, lakini ikiwa watapoteza kwa tofauti ya mabao 2 kwenye mchezo huo, Yanga safari yao itakuwa imeisha, kwa sababu wataishia alama 8 ambazo tayari AS FAR Rabat atakuwa nazo, na safari yao itakuwa imeishia hapo kulingana na utaratibu wa CAF namna ambavyo inachukua vilabu kuendelea na michuano. Unapokuwa kama mchezaji, mechi kubwa za aina hii, pressure ni kubwa. Ukiachilia mbali mbinu za makocha, nyinyi wachezaji huaga mnazungumzia kitu gani mnapelekea kwenye mechi za aina hii, hasa za Afrika ambazo tunaamini kila mtu anapokuwa kwake ana asilimia kubwa sana ya kushinda? Cha kwanza inakuwa ni tahadhari, kwa sababu ya namna ambavyo mechi za Afrika zinachezwa. Bado kuwa nyumbani ni asilimia karibu 30 kama sio 50 ya ushindi wa mechi. Asilimia 50 zingine zinaletwa na jitihada za kiwanjani kama sio asilimia 70. Kwa hiyo cha kwanza hicho mnakuwa mnakijua kwamba timu iko nyumbani, kwa hiyo inaweza kuwa vitu vyote vinaelekea upande wao. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kujaribu kuzuia hivyo vitu visielekee upande wao, kwa maana kwamba kama mtaweza kucheza walau kwa dakika 30 bila kuruhusu goli, mnaweza wa kusababisha taharuki kwenye eneo la wenyeji, kuanzia benchi pamoja na wachezaji, kuona hii inakuaje. Kwa hiyo kadri wanavyokuwa wana panic, ndivyo ambavyo wanatoka kwenye mpango wao ambao ulikuwepo, na kusababisha sasa mwanze kucheza na mchezaji mmoja kiwanjani na sio timu. Mkipata nafasi ya kucheza na mchezaji mmoja, nyewe mkiwa kama timu mnaweza kuwa na mpango mzuri zaidi wa kuwazuia. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa wachezaji unakuwa na maana kubwa, lakini pia una pressure ndani yake, kwa sababu kwa kosa lolote ambalo utalifanya linaweza kupelekea timu yako ikawa ndio mwisho wa safari yenu kwenye michuano hii.
Kocha, unadhani Pedro ana kitu gani ambacho anataka kukifanya ukiachilia mechi ya kwanza ambayo alishinda hapa visiwani Zanzibar bao moja kwa bila la Prince Dube? Nini unahisi anaweza kwenda nacho, kwa sababu approach ya nyumbani ilikuwa ni kushinda na aliweza kufanikiwa. Anaenda ugenini ambako nao wapinzani wao wanahitaji ushindi. Nini ambacho anapaswa kukifanya? Aende na mentality ile ile kwamba tunashambulia kwa kushtukiza lakini tunazuia vizuri, ama nini ambacho unahisi anaweza kukifanya ili kuhakikisha kwamba Yanga inakuwa katika mazingira mazuri katika mchezo? Nadhani kuenda na kuogopa moja kwa moja inaweza ikapelekea kama bondia anakwenda anazuia tu muda wote, inawezekana kuna wakati baadhi ya ngumi zikapenya na kumpiga. Kwa hiyo na yeye walau awe anarusha ili walau mpinzani naye awe na tahadhari hiyo. Kwa hiyo mimi nachokiona kwa Yanga, sitaiona timu ambayo typically nazuia, lakini itakuwa na mpango mzuri wa kujibu mashambulizi. Uzuri wa Yanga wana watu ambao wanaweza wakajibu yale mashambulizi ya wapinzani. Kwa hiyo kuna wachezaji kama kina Pacome, kama Dube anakuwa ndani ya kiwanja, ana uwezo huo wa kucheza kwenye maeneo makubwa, kwa maana kukimbia kwenye nafasi. Kwa hiyo Yanga inazo silaha ambazo inaweza ikazitumia kujibu mashambulizi, lakini ninachoamini ni kwamba kutakuwa na namba kubwa ya watu ambao wana ofa kwenye kujilinda. Uzuri wana viungo ambao wana uwezo mzuri wa kufanya kazi zote mbili, kwa maana kuzuia na kushambulia. Kwa hiyo kwa Yanga sioni kama ni tatizo wakiamua kwamba sisi tunaanzia kwanza kwenye kuzuia then tunakwenda kushambulia kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wako nao, lakini pia wakiamua sisi tunaanzia huko kuzuia na kuweza kusababisha hatari kwa walau kwa dakika 15 ambazo mpinzani anawezekana akawa amekuja kujipanga kuweza kuhakikisha anapata goli. Sasa mkianza kumpress kule kwake, anaweza akaharibu mpango wake na baadaye mkarudi chini mkacheza kawaida. Ukiangalia pia ukubwa wa mchezo huu Kiemba, ni pamoja pia na mwamuzi ambaye ameteuliwa Tom Wabongile kutoka Afrika Kusini. Ni mwamuzi ambaye amekuwa na rekodi nzuri sana kwa timu za kaskazini hasa zinapokuwa nyumbani. Msimu uliopita alicheza takriban mechi 4 na hakuna timu ya nyumbani ambayo ilipoteza wala kuruhusu hata bao. Msimu huu kaanza kucheza mechi ya Esperance na Stade Malien ya Mali ambayo ni grupu la D la Simba. Timu zikaenda sare. Mnapokutana na aina hii pia unakutana na mwamuzi naye rekodi zake ziko hivyo kwa upande wa kaskazini. Pia mentality ama psychological ya wachezaji huaga inakuwa ni vipi au mnajipanga kwa namna gani? Kwanza kwa wachezaji mnakuwa, hiyo ni kitu ambayo huwezi kuikataa kwamba kisaikolojia mnakuwa mnajua sisi tunacheza ugenini. Kwa hiyo kuna zile advantage ambazo anazipata mwenyeji, atazipata bila kujali referee nani, lakini imani inakuja ni kwamba sheria zitasimamiwa kama ambavyo zinatakiwa kusimamiwa. Kwa hiyo ili usimpe hizo faida ambazo mwamuzi anaweza akampa, ni wewe kujiweka mbali na hizo sababu. Kwa mfano kujiweka mbali na kufanya madhambi karibu na eneo lenu, kitu ambacho kinaweza kumfanya awape fouls nyingi ambazo wanaweza wakazitumia, lakini pia kujiweka mbali na kufanya fouls ambazo zitapelekea kupata kadi na kufanya timu kuweza kupungua, kwa maana unaweza kupata kadi 2 za njano. Sababu nakumbuka kuna miaka hata sisi tunacheza ilikuwa mkienda mara nyingi tulikuwa tunamaliza pungufu. Kuna wakati tulienda kucheza na Esperance dakika 15 tu Hamisi Yusufu alipewa red card na tukamaliza pungufu, tukafungwa 2. Kuna kipindi tulienda kucheza na Morocco timu ya taifa, baada ya kuwafunga 3 hapa, kufika kule dakika kama 30 Agrey Morris ameshapewa kadi nyekundu, tumecheza pungufu kwa tukafungwa 2-1. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwezi kuvikwepa, vipo na mwenyeji huwa anapewa hiyo faida, na bahati nzuri timu za kaskazini huwa pia zina utaratibu wa kutumia hizo faida ambazo zinatolewa na mwamuzi. Lakini kama timu mnamnyima mwamuzi sababu, mnaweza kuwashangaza na kutengeneza pressure. Wakati mwingine mkiwa mnafanya vizuri bila kumbugudhi mwamuzi, naye ni binadamu, kuona kwamba watu mbona kila anachojaribu kufanya lakini wako calm. Kwa hiyo naye kama binadamu anasema hii hapa hapana, sasa mwenye uwezo wake acha ashinde. Lakini mwanzoni mnaweza mkambugudhi akakasirika, kwa hiyo akawa anawatafuta mfanye makosa ili aweze kutoa zile hasira zake. Kwa hiyo pia ni vitu ambavyo kama timu inapaswa kuvizingatia. Mwanzoni umezungumzia wachezaji ambao wanaweza kuamua mchezo, Pacome, Dube, lakini kuna ingizo jipya la Babu Jamal ambaye ameingia dirisha dogo la usajili, mchezaji ambaye ameingia mwishoni kabisa mwa usajili. Hatujamuona lakini ametoka into club ya Angola. Ni mchezaji ambaye anaweza kuja kuongeza nini? Maana anasifika kama anaweza kucheza winga zote mbili, lakini pia hata mshambuliaji wa kati. Nini ambacho unahisi anaweza kukiofa kwa Yanga kutokana na wachezaji pia waliopo katika nafasi hizo?
Kwanza unaona athari za mwalimu ambaye ameshakaa Angola inavyokuwepo ni kwamba hata wachezaji ambao yeye anakuwa anawapoint ni wale ambao anawajua, kwa hiyo anajua nini ambacho wanaweza wakampatia. Kwa hiyo ukiona mwalimu amempendekeza mchezaji, yeye anajua namna ambavyo atamtumia, lakini nini ambacho atakitoa kulingana na kundi lile ambalo mwalimu ameliona. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwa sababu anaweza kucheza maeneo yote ya pale mbele kwenye kushambulia. Unajua muda mrefu Yanga imekuwa ikicheza bila wale washambuliaji wa pembeni hasilia. Kwa maana wamekuwa utamkuta yuko Max wakati mwingine yuko Pacome, wakati mwingine Mzize, lakini wanakosa wale watu ambao ni asilia, yani wao ni huko wamekuwa wanacheza eneo hilo. Kwa hiyo nadhani mwalimu anataka kuimarisha maeneo hayo kwa ajili ya kushinda zile vita za 1v1 kwa eneo hilo la pembeni na kurahisisha shughuli kwa wale washambuliaji wa katikati, kwa sababu ukishakuwa na mtu ambaye yuko pembeni ana uwezo mzuri wa kukimbia na kushinda hizo vita, anawavuta pia wale walinzi wa katikati kuweza kutazama eneo hilo, kitu ambacho kinaweza kutoa nafasi kwa washambuliaji wa katikati. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ongezeko ni la mwalimu. Kwa kuwa ni la mwalimu, yeye ndo anajua namna gani atamtumia, na sisi tunasubiri kuona mwalimu watu aliowaleta namna gani anawatumia. Tumeona usajili wa Depu ambao 100% unaonesha ni mahusiano yake na mwalimu ndio yametengeneza hilo dili na kuona wewe unaweza kuja kunisaidia. Mpaka sasa hivi kwenye ligi tumeona ule mchango ambao ameutoa, japo kwenye michuano ya kimataifa bado hatujamuona kutokana na mechi ambazo zimechezwa. Kitabia timu ilikuwa zaidi iko kwenye kujilinda zaidi kuliko kwenye kushambulia. Tuenda tukamuona kwenye mechi ya kesho kutwa, lakini tusubiri kuweza kuona huo usajili mpya na nini ambacho kimetoka, kwa sababu tayari dirisha kubwa hapa Yanga ilisajili rundo la wachezaji na mpaka sasa hivi hakuna hata mmoja ambaye linawatumia katika wale wachezaji wa kigeni ambao iliwasajili. Sana wameondoa na kujaribu kuleta wachezaji wengine. Kwa hiyo tuone kama dirisha hili dogo linaweza kuwa tiba ya kile ambacho kilikosewa kwenye dirisha kubwa. Asante sana Amri Kemba, na nikushukuru kwa muda wako. Na mpenzi wa Mwananchi Digital, huyo ni Amri Kemba, mchezaji wa zamani wa Simba, Yanga, Azam na mchambuzi wa soka hapa nchini, akizungumzia mchezo wa Jumamosi kati ya Dar es Salaam Young Africa dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco utakaopigwa kuanzia saa 4 kamili, na pia amepata nafasi ya kuzungumzia mchezo huo jinsi ambavyo ulivyo mgumu kwa timu zote mbili, kwa sababu itakuwa ni mechi ya fainali, timu zote zikiwa na pointi 5, group B zikihitaji kupata ushindi, ambapo Yanga inahitaji ushindi ili songe hatua inayofuata, hatua ya robo fainali. Mimi ni Daudi Lebati, nilikuwa na Amri Kemba, lakini nyuma kamera alikuwa Hatibu Nyembe. Kwa watazamaji mwema na wakati mwingine, asante.